Sauti ya matumaini ya mazingira ya kijani inasikika wilayani Ilala jijini Dar es Salaam, ambako leo wananchi wameungana katika zoezi la upandaji wa miti lililoandaliwa na Balozi wa Mazingira Taifa Grit Mwimanzi kwa kushirikiana na Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC. Zoezi hilo limefanyika katika uwanja wa shule ya msingi Vingunguti, likiwa ni sehemu ya kuunga mkono kauli mbiu ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan inayohamasisha Watanzania kulinda mazingira kwa vitendo. Tukio hilo limepata uzito wa kipekee kwa kuwa limefanyika sambamba na kumbukizi ya siku ya kuzaliwa kwa Rais, ambapo wananchi wameamua kuadhimisha siku hiyo kwa kupanda miti kama zawadi ya kijani kwa taifa. Viongozi wa mitaa na wadau wa mazingira wamejitokeza kushiriki katika zoezi hilo, huku wakipata elimu juu ya umuhimu wa kutunza miti ili iwe na manufaa ya muda mrefu kwa jamii na taifa kwa ujumla. Kuhakikisha kila pembe ya nchi wametoka kuongea hapa, NEMC wapo nchi nzima. Lengo kwa nini? Lengo kubwa kuhakikisha na nusuru taifa hili ile mazingira. Ndugu zangu wananchi wa Vingunguti na Watanzania kwa ujumla, tunaomba tuwe mbele kuhakikisha tunatunza mazingira. Lengo kubwa kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Athari hizi zikitokea hazimkundi NEMC wala hazimkundi mtu wa jiji, zinatukumba wote. Kwa hiyo kisha tunatunza mazingira kwa kinusuru kizazi hiki na kizazi kijacho. Lakini leo tunafanya hapa, tunahakikisha tunaunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini tunaadhimisha naye siku yake ya kuzaliwa kwenye swala zima la utunzaji wa mazingira. Hongereni sana NEMC, Mungu awabariki sana. Lakini pia hongera sana wadau wetu kwa kuhakikisha jambo hili limeenda vizuri na wananchi wote kwa ujumla. Hongereni sana. Ndugu zangu wa Tanzania, athari ya mazingira ni kubwa sana. Bahati nzuri wote tunaona kwenye vyombo vya habari, kuna baadhi ya mikoa yetu iliathirika sana kwenye swala zima la mazingira. Tunakumbuka baadhi ya mikoa kama maeneo ya Kiteto, Simanjiro, kule kote kuna athari ya mazingira kiasi kwamba mpaka wanyama walikuwa wanakufa. Lakini pia tunaona mpaka sasa hivi kuna baadhi ya wanyama wanatoka maporini kuingia kwenye jamii. Maana yake miti imekauka, vyanzo vya maji vimekauka, lakini yote inasababishwa na shughuli za binadamu. Na ndio maana leo NEMC wamewafikia na wadau wamewafikia kuhakikisha elimu inasambaa kila eneo ili ya swala zima la mazingira na kukabiliana nalo iwe athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Ndugu zangu, naomba tuchukue hatua. Serikali imeshachukua hatua na ndio maana nathibitisha kila pembe ya Afrika, lengo mpate elimu, muelimike, basi tusimame kwenye ajenda kwenye mazingira ili kukabiliana na athari ya mabadiliko ya tabia ya nchi. NEMC safi, mazingira safi. Lakini pia namshukuru sana mkurugenzi wa NEMC Madam Immaculate Suarez Semes, kazi kubwa anaifanya. Naomba nitume salamu zangu kwa mkurugenzi mkuu wa NEMC kwa kazi kubwa anaifanya, lakini na staff yote ya NEMC. Mungu awabariki sana.